Je, ulijua kwamba meya alikuwa ameangusha pete kubwa sana na pete hiyo ndiyo ingetengeneza mustakabali mpya wa mji huo? Wakati mwanamume huyo, Jeff, alikuwa akisafisha mfano wa mji, aligundua jambo la ajabu. Aliponyunyizia maji kidogo tu kwenye mfano huo, hali ya hewa nje ilibadilika na kuanza kunyesha manyunyu. Ugunduzi huo ulikuwa tatizo kubwa sana. Alipoendelea kunyunyiza maji zaidi kwenye mfano wa mji, mvua nje ikaanza kunyesha kwa nguvu zaidi. Wakaazi waliokuwa wakitembea nje waliloa kabisa kwa mvua hiyo nzito, na anga lililotangulia kuwa na jua sasa likajaa radi na umeme. Jeff alikimbia kwenye balkoni ili kuhisi tukio hilo la kushangaza. Kilichomshangaza zaidi ni kwamba joto la mvua lilikuwa sawa kabisa na joto la maji kwenye birika lake. Akaanza kuhisi huenda kulikuwa na uhusiano kati ya yeye na mji huo, kama vile anaudhibiti. Aliporudi kwenye mfano wa mji, alimuona kijidagocha cha nyumba yake, hata akamuona kijifigures kidogo cha yeye mwenyewe kikiwa dirishani. Kila kitu katika mfano huo kilikuwa sawa kabisa na mji halisi. Jambo la kushangaza zaidi ni kwamba kupitia mfano huo aliweza kudhibiti mfumo wa umeme wa mji. Baada ya kugundua hilo, Jeff alikwenda kwenye tavern ya mji. Watu walikuwa wamekusanyika wakizungumzia mvua ya ajabu. Daisy, mmiliki wa tavern, alisema alitaka kupaka upya bango lao, lakini mvua ilimvuruga mpango huo. Jeff aliandika kila kitu kwenye daftari lake kimya kimya. Aliporudi nyumbani, alitayarisha nylon polish. Asubuhi iliyofuata, mwana wa Daisy alishangaa kuona tavern yao imependeza kana kwamba imepakwa upya. Jeff naye alijifanya kushangaa, lakini hakusema ukweli. Hakutaka sifa, alitaka tu kuutengeneza mji kimya kimya. Baadaye alimuona wazee wawili wakianguka kutokana na mashimo ya barabarani. Aliporudi nyumbani, alifungua kisanduku cha barua cha meya, na barua ya kwanza iliomba mashimo yatengenezwe. Hapo Jeff akachukua udongo na akajaza mashimo kwenye mfano wa mji. Mara moja barabara za kweli zikarekebishwa. Alitumia hata koleo ndogo kuondoa vipande vidogo vya taka, akarekebisha mti uliokuwa karibu kukatika, na hata akamtuliza mbwa aliyekuwa akibweka kwa kumwangushia mfupa mwekundu kwenye mfano. Usiku kucha, Jeff alitatua matatizo yote ya wananchi kupitia mfano huo. Asubuhi iliyofuata, mji ulikuwa umebadilika kiasi kwamba watu hawakuamini macho yao. Wote walidhani ni meya ndiye aliyefanya yote hayo. Lakini meya hakutosheka. Alienda kwa Daisy na kumtaka alipe gharama ya kupaka kuta za tavern, ingawa hakufanya chochote. Daisy hakumwamini meya, na meya alipoona hapati faida, akaachana na swala hilo. Jeff aliyesikia mazungumzo hayo alikasirika sana. Watu waliendelea kumpongeza meya, hasa kwa kuwa uchaguzi ulikuwa unakaribia. Lakini Jeff alikumbuka kuwa mke wake marehemu ndiye alikuwa meya halisi, na huyu meya wa sasa alikuwa amechukua nafasi hiyo baada ya kifo chake. Jeff akachukua jiwe ndogo na kuangusha kwenye mfano wa gari la meya. Asubuhi, gari la meya liliharibika na watu wakaanza kucheka tukio hilo. Usiku mwingine, Jeff aliweka buibui mdogo kwenye mfano, na mara moja meya akamuona buibui mkubwa nje, akatishika vibaya. Jeff alimuondoa buibui muda mfupi baadaye ili asimdhuru. Chini ya usimamizi wa Jeff, mji ulianza kuthawi. Akaamua kutengeneza kibao kipya kubwa zaidi chenye neon. Lakini mwanga wa neon ulitumia umeme mwingi na mfumo mzima wa umeme wa mji ukaporomoka. Mji ukawa gizani. Wakaazi walimgeuka meya na kumlaumu. Meya akaanza kutafuta mtu wa kulaumiwa. Alipomuona mwana wa Daisy akichora kibao kipya, akaanza kumtupia lawama. Jeff akaona mambo yanaharibika, akaamua kuongea ukweli. Akawaambia kuwa yeye ndiye aliyegundua mfano wenye nguvu za kufanana na mji, akafanya mabadiliko yote hayo. Ili kuthibitisha, akaweka kiberiti kidogo kwenye mfano wa nyumba yake na moto mdogo ukatokea kwenye nyumba halisi. Meya akabonyeza nafasi hiyo na kutangaza kuwa atatumia mfano huo kuubadilisha mji kuwa kivutio cha watalii. Lakini Jeff alijua meya alikuwa na nia mbaya. Walianza kupigana mfano, na katika hali hiyo wakauangusha. Mji mzima ukatetemeka, na mfano ulipoanguka, mji halisi ukaharibika kana kwamba tetemeko lilipiga.
Siku iliyofuata, wanahabari walifika kuripoti. Sasa swali lilikuwa, nani atalipa ukarabati wa uharibifu huo? Kwa bahati nzuri, wakati wa vurugo hizo, meya aliangusha pete kubwa sana, na pete hiyo ndiyo ingetoa fursa mpya ya kuiokoa na kuijenga upya mji huo.